Tanzania ni yetu, amani kwanza. Amani kwanza, Tanzania ni yetu. Ewe mwananchi, shiriki uchaguzi mkuu kwa amani. Ewe mwananchi, shiriki uchaguzi mkuu kwa amani. Ninaitwa Mashaka Nasor Kakulukulu, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Kamati ya Amani mkoa wa Katavi. Na hapa ninao viongozi wenzangu. Ninaye makamu mwenyekiti wa jumuiya hii Askofu Angelo Kachele, lakini pia ninaye muhasibu wetu wa Jumuiya ya Maridhiano, askofu wa kanisa la Anglikana, Askofu Ephraim Mtikabuze, na wajumbe mbalimbali ambao tuko nao hapa. Lengo na makusudio ni kutaka kuongea na umma wa wananchi wa Katavi, lakini na wananchi wa nchi yetu ya Tanzania. Kama inavyofahamika na kama inavyoeleweka, mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi watakaoendesha nchi yetu, kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Na katika mchakato huo tunafahamu kwamba ni mchakato wa muda mfupi, na utakamilishwa mchakato huo itakapofika mwezi wa 10, yani mwezi huu tarehe 29. Sasa kwanza tunatoa shukurani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kusimama imara kuhakikisha amani na utulivu vinatamalaki katika nchi yetu. Amesimama imara kama amiri jeshi mkuu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kushikamana, kushirikiana na kuendelea kuitunza amani kama tunu yao waliopewa na Mola Mwenyezi. Kwa hiyo sisi tuko hapa pamoja na mambo mengine, tumejadili kwa kina amani na utulivu iliyoko nchini, lakini tumejadili kwa kina viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoendelea kuonekana katika nchi yetu, lakini tumejadili kwa kina amani na utulivu iliyoko katika mkoa wetu wa Katavi na ushirikiano ambao tunaendelea kushirikiana na viongozi wote wa dini pamoja na wananchi kwa ujumla wake. Sisi kama mkoa wa Katavi tunaendelea kuwasihi wananchi wote wa mkoa wa Katavi, lakini pia kuwasihi wananchi wa nchi yetu ya Tanzania kuendelea kuitunza tunu ya amani tulionayo, na kuendelea kuelewa kuwa kama tunu hii ya amani itatuponyoka katika mikono yetu, basi kuirejesha itakuwa ni kazi ngumu. Tuendelee kuvumiliana kutokana na tofauti zetu za kiitikadi, za dini, makabila na hata mikoa na jamii kwa ujumla wake, ili tuendelee kuitunza amani tulionayo, kwa sababu hakuna mbadala wa amani. Tunaendelea kufanya ibada katika nyumba zetu za ibada kwa sababu tunayo amani. Tunaendelea kufanya shughuli zetu za kijamii kama kuuza na kununua na mambo mengine kama ya kilimo, biashara na watumishi kuwepo katika maofisi, ni kutokana na amani tulionayo. Mimi naitwa Ephraim Paulo Ntikabuze, ni askofu wa kanisa Anglikana Tanzania. Mimi nimejipanga vizuri sana kuhamasisha waumini na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanashiriki uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani kwa mwaka huu wa 2025. Naendelea kuwaelimisha waumini ya kwamba haki ya Mtanzania ni kupiga kura au kupigiwa kura.
Kwa hiyo tuna imani kwamba wananchi, kwa kadiri tunavyoendelea kuwasisitiza na waumini wetu, watajitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu. Zaidi sana tunaendelea kuwaomba waumini wote kuendelea kuliombea taifa letu katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, ili amani iendelee kutawala wakati huu wa kampeni, lakini pia amani iendelee kutawala wakati wa uchaguzi, na amani iendelee kutawala hata baada ya uchaguzi. Amani ndiyo tunu ya taifa letu. Bila amani hatuwezi kufanya maendeleo, bila amani hatuwezi kumwabudu Mungu kwa uhuru, na bila amani wananchi hawezi kufanya shughuli zao za kimaendeleo za kila siku. Nina imani ya kwamba kwa kufanya hivyo taifa letu litaendelea kutulia na tutawapata viongozi ambao watalisukuma gurudumu la maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Jina langu naitwa Angelo Kachele, ni askofu wa kanisa la Tanzania Assembly Body, kifupi TAG, na makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Amani na Maridhiano mkoa wa Katavi. Kiongozi ambaye mimi ningemtaka ni kiongozi ambaye anahamasisha amani, kwani amani ndiyo kitu pekee katika maisha ya binadamu. Bila amani hakuna maendeleo, bila amani hakuna jambo lolote ambalo laweza likafanyika. Amani ndiyo chanzo cha kila kitu chema, kwani kinyume cha amani ni vurugu, fujo. Na mahali penye fujo na vurugu hapana maendeleo. Watu hawezi kuabudu, hawezi kufanya kazi, maendeleo yote hayawezi kuonekana. Kwa hiyo amani ni kitu cha kwanza ambacho Mungu mwenyewe alitupa. Mungu ni Mungu wa amani, sio Mungu wa machafuko, sio Mungu wa mafarakano. Kwa hiyo amani ni kitu ambacho tunakihitaji hapa Tanzania, ambao ni tunu yetu, lakini pia kwa majirani zetu na kwa dunia nzima waje wajifunze kwetu. Tangu tumepata uhuru, nchi imekuwa ni ya amani. Kazi tulionayo sasa hivi ni kudumisha amani. Tanzania ni yetu, amani kwanza. Amani kwanza, Tanzania ni yetu. Ewe mwananchi, shiriki uchaguzi mkuu kwa amani. Ewe mwananchi, shiriki uchaguzi mkuu kwa amani.